Ama sehemu ya 3 katika mfululizo huu ni mada ya ndoa. Hapa kwenye ndoa hasa inabidi tuvute pumzi kwa sababu watu wengi wamekuja kwenye hii tafrija, wengine wameoa hivi karibuni kabla ya tafrija ya Ramadhani. Wengine wameolewa zamani, wengine wanajua hasa utamu wa ndoa kipindi hiki cha Ramadhani. Wengine wanaambiwa wapike usiku wa manane ugali kwa sababu wengine hawawezi kufutari kula daku ya wali, utaka ugali moto, yani basi tu patikane subra. Lakini kuna wengine wamekaa muda mrefu hawajaolewa. Wanajiuliza, Mwenyezi Mungu, mimi nifanye nini ili niolewe? Nikae sehemu gani Mwenyezi Mungu ili uitikie dua yangu ya kuniletea mume mwema? Je, nitoe sadaka gani unipe mume anenifaa? Kwa nini kila unemleta katika mazingira yangu hafai kwangu wala hafai kwa jamaa zangu? Je, hawa ambao umewapa ndoa wao mbona sio waumini kama mimi? Kwa nini mimi umeninyima na mimi ni muumini katika watu ambao wanapambania dini yako, mimi ni namba 1? Kwa nini mimi umenipa kazi nzuri lakini umeninyima ndoa? Kwa nini mimi nina nguvu ya kutunza mke lakini sipati mke? Nataka nikupe taarifa, si wewe peke yako. Wako wengi, tuko wengi, na watakuja wengi, na kisha hii dunia pia itaisha na watu wengine itakuwa pia bado hawajaolewa au hawajaoa. Ni bora kuchelewa kuliko kufanya makosa, na ni bora kukosa kuliko kupata kisha ukalia. Kuna tofauti mbili, harusi na ndoa. Ndoa ni kuishi naye kwenye kifo na maradhi, kwenye umasikini na utajiri. Harusi ni ile siku ya shughuli ambao ni raha na ni starehe. Baada ya ile masaa 6 mathalani 10, hata ikawa siku nzima ama siku 2, lakini baada ya pale utaenda kuishi naye. Je, ukiwa umepewa mtu ambaye tabia zake haziwezekaniki, hazivumiliki, utaweza kuishi naye? Hizi siku zako za kuishi naye miaka 50, mathalani 60, miaka 40 mpaka mtakapokufa, unahisi kwako zitakuwa mwongo au zitakuwa hiyo miaka? Kwa hiyo kabla ya kusikitika na kulalamika na kuomba dua ukiwa walia sana kwa nini huolewi, shukuru Mungu kwa sababu umepitishwa katika hatua ambazo labda ulikuwa uteseke. Sasa hivi kuna vilio vingi sana kuhusu ndoa. Labda katika zama hii Mwenyezi Mungu amepanga wewe usiolewe, maana anaijua nafsi yako kwamba ukiolewa katika zama hizi za harakati nyingi utaumia. Labda nasubiri zama zitulie ndipo upate mume wako, au anasubiri wewe akili yako ipanuke uwe mkubwa ndo akupe mume, au anasubiri mume wako aliyemwandikia apate riski akija kukoa yuko tayari, ama anaona ukiolewa na bado ukakosa mtoto itakuwa umeingia kwenye kusikitika zaidi, kwa anaona bora riski yako ya kupata watoto pia ikikaribia ndo uolewe. Kwa mambo ni mengi ambayo sisi kwa utashi wetu wa kibinadamu tunaweza tukawa hatufahamu. Sikufichi, wapo wengi sana tunaolia na kulalamika kwa sababu ya ndoa hatujaipata, na wapo wengi watunaolia na kusikitika kwa sababu ndoa tumeipata imekuwa mwiba. Kwa katika namna zote ni kushukuru na kusubiri. Lakini mimi sikuombi au sikufundishi wewe uiombee ndoa yako iwe nzuri. Wewe nakuomba au nakushauri uombe subra katika ndoa yako, iwe nzuri ama mbaya, uombe subra. Kama mume anakufanyia vituko, sikushauri umuombe Mwenyezi Mungu ambadilishe. Na kushauri umuombe Mungu akupe subra ya kuishi na mume wa design hiyo tu, ndo nakushauri. Na kwamba yote iwavyo Mwenyezi Mungu akupitishe katika ndoa hii ikiwa bado wewe ni Muislamu. Mfano, Mwenyezi Mungu ameagiza kwamba tuoe au kuolewa
kwa sababu ndoa inaleta riski na utulivu. Sasa ikiwa tayari umepata riski, inabidi upate mume mwenye utulivu. Je, katika hizi harakati zako za kiutu za kibinadamu, unahisi utapata hata mmoja mwenye utulivu? Utamjua wewe kwa macho atakayekupa utulivu? Na maana ni pale pale unarudi kwenye subra na swala. Lakini hakika katika surati Bakara ambayo ndio sura namba 2 katika aya ya 187 Mwenyezi Mungu anasema mmehalilishiwa usiku wa swaumu kuingiliana na wake zenu, wao kwenu ni vazi nanyi kwenu ni vazi. Mimi sitaichambua sana hii aya, lakini naenda kuchambua hii sehemu ya mwisho. Nasema kwamba wake zenu kwenu kwao nyie ni vazi na nyie ni vazi kwao. Yani wake ni vazi kwenu, wawastiri, na nyinyi mustiri wake zenu. Kwamba yale maudhi ambayo wewe unayafanya nje ya nyumba yako, nje ya ndoa yako, pima uangalie, je, hapa ninamsitiri mwenzangu ama namdhalilisha mwenzangu? Pima tena mara ya pili, haya mambo ninayomfanyia mke wangu au mume wangu, ninamsitiri au ninamvua nguo? Na kama Mwenyezi Mungu amesema kwenu ni vazi na kwao ni vazi, lazima wewe uwe vazi kwa mkeo na mkeo awe vazi kwako. Sasa leo katika hii tafrija na kualika, jipime ikiwa wewe ni vazi kwa mwenzio au wewe ni mwiba kwa mwenzio. Kwamba wewe ndio unamvua mwenzio heshima yake hadharani. Shukran.